SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kila ifikapo tarehe 26 mwezi wa 5, nchi huadhimisha kilele cha muungano wa Tanzania kati ya Tanganyika na Zanzibar. Katibu wa CCM mkoa wa Kusini Unguja, ndugu Abdallah Mwinyi, amefanya ziara ya kichama ndani ya wilaya ya Kusini kwa lengo la kukutana na kamati tekelezaji ya UWT, wazazi, vijana pamoja na mabalozi. Akizungumzia mafanikio ya muungano katika ukumbi wa TASAF jimbo la Makunduchi, pia amesema kuna changamoto kwa vijana kutokuwa na uelewa wa muungano, hivyo amewataka mabalozi hao kuhakikisha vijana wote wanapaswa kujua historia ya nchi yao, wapi ilipotokea, wapi ilipo na wapi inaelekea. Tokea uasisiwe muungano huu, kumekuweko na mafanikio makubwa mno katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii, na umeendelea kuwa moja kati ya vielelezo vikuu vya umoja miongoni mwetu, undugu wa utaifa wetu kama wa Tanzania, na kumeweza kunufaika na kukuza mahusiano baina ya nchi yetu na nchi mbalimbali za jumuiya ya kimataifa. Lakini pia tumekuwa na mahusiano mema na nchi jirani. Ndugu viongozi, muungano huu ni wa watu ambao wameungana. Wakati tunakwenda kuungana, Zanzibar tulikuwa na watu wasiozidi 300,000. Lakini wenzetu kwa upande wa bara walikuwa milioni 12. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, sasa hivi Tanzania tuna jumla ya watu wangapi? Milioni 62. Ambapo wanawake wametuzidi zaidi sisi wanaume. Wanawake wapo wengi kuliko wanaume. Na hii maana yake si Tanzania tu, ni ulimwenguni kote. Isipokuwa jambo la kushangaza, katika wilaya yetu ya Kusini nasikia kuna wanaume wengi kwa sasa kuliko wanawake. Lakini katika sensa ya watu na makazi, wilaya yetu ya Kusini imekuwa na idadi ndogo ya wakaazi, nadhani kuliko wilaya yoyote kwa upande wa hapa Zanzibar. Lakini ni ukweli usiofichika, sehemu kubwa ya Watanzania ambao ni vijana, kwa mujibu wa sensa iliyofanyika 2022, hawana uelewa wa kutosha juu ya suala zima la muungano. Ni wajibu wetu kutambua changamoto hiyo. Uelewa na ufahamu wa historia na matukio muhimu ya taifa letu ni jambo la kuwafunza vijana wetu, kuhakikisha wanajua wapi tulipo, wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapokwenda. Sisi kama Chama cha Mapinduzi, ambao ndio wasimamizi wa serikali hizi mbili, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano, tunaamini katika mfumo wa serikali mbili. Hiyo ndiyo itikadi yetu. Na kama kuna mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi ana itikadi tofauti na malengo yetu, basi huyo si mwenzetu. Aidha, akiwa katika jimbo la Paje, amesema wilaya ya Kusini imefanya vizuri kwenye uandikishaji wa daftari la kudumu la kupiga kura. Pia amewataka waendelee kufanya vizuri hadi siku ya uchaguzi kwa kupigia kura Chama cha Mapinduzi CCM kwa lengo la kuwarudisha madarakani viongozi wao. Asilimia ya uandikishaji, manake kwa Zanzibar nzima nadhani wilaya yetu imetokea kama si namba 1, namba 2. Maana tumevuka lengo, tumesajili kwa kiwango cha asilimia 127. Maanake tumevuka lengo la 100 kwenda juu. CCM oye! CCM oye! Kwa sababu tumefanya maandalizi mazuri,
chama chetu hatutakiwi kusubiri na hatutakiwi kuzubaa katika mchakato mzima wa uchaguzi. Lazima manake tukapambane sasa. Kujiandikisha ni jambo moja, lakini kwenda kupiga kura ni jambo la pili. Katika zoezi la uandikishaji na kuboresha taarifa zetu tumetumia karibu miaka 2 kuhangaika na jambo hilo, lakini tujue kwamba kwenda kupiga kura siku ni moja. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kusini Unguja, ndugu Mohamed Hassan, amesema wataendelea kuwa na msimamo thabiti usioyumba kwa lengo la kudumisha muungano huo. Kujenga moyo wa uzalendo, ari na nguvu zaidi ya msimamo thabiti usioyumba, kutokubali kamwe kurudi nyuma tulikotoka kwa unyonge wa kutawaliwa. Hilo halikubaliki kamwe. Na ndio maana tuko hapa kujenga msimamo thabiti usioyumba. Maana kuna vibaraka vya ndani na vingine vimetumwa kuja kutuvurugia. Kwa hivyo kuwa na moyo thabiti usioyumba. La kwanza hilo. Mengine atasema katibu wangu. La pili, kuhakikisha kuwa matunda ya mapinduzi yetu na muungano hayachezewi, bali yanalindwa vikali na kudumishwa milele. Sisi moye. Mapema akitoa taarifa utekelezaji wa ilani jimbo la Makunduchi, ndugu Mustafa amesema serikali na viongozi wake wamefanya kazi kubwa ya kuimarisha miundombinu katika sekta zote ndani ya jimbo lao. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa serikali kwa jimbo la Makunduchi upo vizuri. Kwa serikali kuu na kupitia wabunge, wawakilishi na madiwani wamefanya kazi kubwa sana ndani ya jimbo la Makunduchi. Haina haja ya kuelezea kwa sababu sisi wenyewe ni mashahidi, kwa sababu kazi hizo zinafanywa ndani ya majimbo yetu, sehemu zetu ambazo tunakaa. Kwa hiyo hatuna haja ya kuelezea kazi moja baada ya nyingine. Kwa serikali kuu tunaiona kwenye mashule, kwenye afya na shughuli nyingine, na wabunge, wawakilishi na madiwani kwa kazi kubwa wanazozifanya katika sehemu zetu pia tunaziona, hatuna haja ya kuzielezea. Nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya jimbo la Makunduchi kwenye ilani tuko vizuri, hatuna shida wala shaka yoyote. CCM oye! Asante sana. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.